Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neema kubwa sana ambayo Bwana ameweza kutupatia muda huu na nafasi ya kipekee kwenye huduma hii ya maarifa na maombi. Roho Mtakatifu ametupa nafasi ili kuweza kupokea maarifa ya kimungu kupitia huduma hii, na ni yule rafiki yako tena Joseph Lwamwe, na nikujulishe tu kwamba zipo baraka za Bwana kwenye maisha yetu mwaka huu, kwa sababu Bwana yeye mwenyewe amesema kwamba ni mwaka wa Bwana kwa watu wake, na ikifika mahali ambapo hujatoboa, hujafanyikiwa, ujue kwamba ni swala lako wewe mwenyewe. Ina maana kuna mahali ambapo haujaenenda namna inavyotakiwa, kuna mambo ambayo hujayazingatia, na tumekuwa waaminifu sana kwa kumtii Roho Mtakatifu ili kuhakikisha kwamba tunalileta lile ambalo unalotakiwa kulipokea kwa wakati sahihi, na linaloweza kukusaidia katika mwaka huu mpya ambao Bwana ameweza kutupatia. Bwana Yesu asifiwe. Mara zote nitakukumbusha kwamba haujaingia mwaka mpya kwa bahati mbaya. Mara zote haujaingia mwaka mpya kwa kubahatisha. Ni ishara tosha kwamba Bwana analo jambo na wewe. Ipo project ambayo Bwana anataka aianze na wewe, lakini pia aimalize na wewe. Na kwa ajili ya hiyo Bwana ameleta somo kwenye maisha yako kwa siku ya leo, kwamba mambo ambayo Mungu anayaondoa kabla ya kukubariki, vitu ambavyo Mungu anaviondoa ama anavitoa, anavitosha, anavitenga na wewe kabla ya kukubariki. Things God removes before blessing you. Ni muhimu sana kuelewa na kulisikiliza somo hili kwa umakini mkubwa sana. Namba zetu madhabahuni za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 2778624371. Naomba nirudie, alama ya kujumuisha 2778624371. Bwana Yesu asifiwe sana. Yapo mambo ambayo tunatakiwa tukae mbali nayo, lakini pia yapo mambo ambayo Mungu yeye mwenyewe atayaondoa kwako wakati anataka kuziachilia baraka zake kwenye maisha yako. Leo labda isiwe ni siku ya mimi kuzungumzia kuhusiana na baraka ni nini, maana tayari yapo masomo nimezungumzia sana. Baraka ni nini? Baraka ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Baraka ni nini? Yapo masomo mengi sana nimezungumza kuhusiana na hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo Mungu ataliondoa kwako kabla ya kukubariki, the first things that God will remove before blessing you, ni marafiki wanao pretend kama wanajali. Ni marafiki feki wanaojifanya kama wanakujali. Fake friends pretending to care ni aina ya marafiki ambao Mungu atawaondoa kwenye maisha yako kabla ya kukubariki. Marafiki wanafiki wanaojifanya kama wanakujali, Bwana atawaondoa kwenye maisha yako. Ndiyo maana ni muhimu sana wewe kuelewa ya kwamba sio kila aliye karibu yako ni rafiki yako, na sio kila naye kusogelea ni kwamba ni rafiki yako ama anakupenda, na sio kila ambaye atakaye kuchekea ni kwamba anafurahia mafanikio yako ama anafurahia kile ambacho ulichokipokea. Mara nyingi sana, most of time, unaweza ukafanyikiwa katikati ya watu wengi, ukaona wote wanapiga makofi ama wote wanacheka, lakini sio wote wanafurahia kufanikiwa kwako kwenye eneo lolote. God will always remove fake friend that pretend to care before God blesses you.
Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa hii. Wapo watu watakuja kwenye maisha yako na wataondoka, sio kwa sababu ya ubaya ama ni kwa habari ya wema. Kuna watu ambao Bwana atawaondoa mwenyewe ili kwamba ukae salama, ni kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe. Mtume Yohana anasema kama wangelikuwa wa kwetu wangelikaa nasi, na kama wasingekuwa wa kwetu ni lazima wataondoka. Kila kitu ama kila mtu kwenye maisha yako ana wakati wa kukaa na wakati wa kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili ambalo Mungu ataliondoa kwako kabla ya kukubariki. The second things God removes before he blesses you. The second things is that the hidden sins you refuse to notice. Ni zambi zilizofuchika ambazo umekataa kuzitambua. Dhambi za siri ambazo umekataa kuzitambua, Bwana ataziondoa kwanza. Atahakikisha unatengeneza hayo maisha, atahakikisha kwamba unaondolewa hiyo tabia ya uzinzi, unaondolewa huo uongo, unaondolewa huo umbea, unaondolewa hayo mawazo mabaya, unaondolewa huo uwezi, unaondolewa yani aina yote ya dhambi ya sirini ambayo umekataa kuiondoa kwenye maisha yako. Mungu atakupitisha kwenye darasa, kwenye mtihani, kwenye jambo kuhakikisha kwamba unatengenezwa mpaka hiyo dhambi imeondolewa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu ambalo Mungu analiondoa kabla ya kukubariki. The third thing that God removes before he blesses you. The second thing is that distractions that slow your progress. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni vurugu. Hali ya kutokutulia. Distraction, hali ya kutokutulia ama usumbufu unaopeleka polepole mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lolote ambalo litapeleka kwa polepole maendeleo yako ama mwendo wako, Bwana ataliondoa. Fahamu hilo, Bwana ataliondoa. Any distraction that will slow your progress, any distraction, ujue kwamba Bwana ataondoa hiyo distraction ambayo imepunguza speed yako kwenye utendaji kazi na kwenye mafanikio yako. Bwana ataondoa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwe ni kutokuomba, iwe ni hali fulani hivi ambayo inakuchelewesha, Bwana ataiondoa kwanza kabla ya wewe kubarikiwa. Jambo la 4, Mungu atakuondoa katikati ya mazingira tulivu ambayo yanakurudisha nyuma. God will remove the comfort zone holding you back. Yaani ile nafasi ambayo ni tulivu, ni salama kwenye maisha yako, yaani unatulia hapo, Bwana ataondoa hiyo nafasi ambayo inakufanya wewe urudi nyuma. Unajua kuna watu ambao mnanisikia, kuna aina ya watu unaweza ukakaa ama kuna sehemu unaweza ukakaa ukatulia mpaka ukashindwa kuimarisha mahusiano yako na Mungu kwa sababu ya hiyo hali ama kwa sababu ya hao watu. That is a comfort zone, mahali ambapo unajisikia unafarijika. Eneo lolote ambalo unaona kwamba linaleta faraja kwenye maisha yako, lakini linakurudisha mdogo mdogo nyuma. Mfano, kuna mtu akikaa kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, yani yuko busy anaangalia video, anaangalia watu wanafanya mambo ambayo hayamsaidii chochote. Anaona kwamba anatulia, anapata utulivu akiwa kwenye mitandao hiyo. Anaona kwamba anatulia, anapata faraja, lakini bila kujua hilo ni eneo ambalo linamfanya mtu aendelee kurudi nyuma. Sasa Mungu ataondoa hali kama na hiyo. Atakuondoa kwenye hiyo nafasi. Atakuondoa kwenye hiyo comfort zone, kuhakikisha kwamba haurudi nyuma tena mahali ambapo ulitakiwa kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 5, the fourth thing, ni kwamba God will remove pride that blocks his favor.
Mungu ataondoa kiburi kinachozuia kibali chake kwenye maisha yako. Ataondoa kiburi, ama ataondoa hali duni, hali ya ndani inayofanya moyo wa mtu kuwa mgumu, ili kibali chake ama neema yake iweze kudhihirika kwenye maisha yako. Bwana ataondoa kabisa. Jambo la 6, he removes fear that limits your faith. Anaondoa uoga ambao inazuia imani yako. Kumbuka Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 inasema kwamba without faith it is impossible to please God. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo Mungu ataondoa uoga inayozuia, inayoweka limit kwenye imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka uoga ni roho kamili. Mtume Paulo anamwandikia Timotheo, anamwambia kwamba mtumishi wa Mungu, hatukupokea roho ya uoga. Kwa hiyo uoga ni roho kamili. Kwa tafsiri nyingine naweza nikazungumza na kukwambia kwamba Mungu ataondoa roho ya uoga inayozuia imani yako. Fear. God will remove fear that limits your faith. Jambo la 7 ambalo Mungu ataliondoa kabla ya kukubariki ni kwamba Mungu ataondoa watu ambao wanaokutumia wewe sirini. Hivi unajua kwamba kuna watu wanakutumikisha sirini na wewe haujui? Kuna watu wanaweza wakatumikisha jina lako sirini na wewe haujui? Kuna watu wanaweza kutumikisha kwenye maeneo fulani na wewe haujui, kwa faida yao wao wenyewe, yaani bila wewe kujua. Ukajikuta unachafuliwa huku na huku, ukajikuta mambo yako yanakwama huku na huku. Kumbe kuna mambo yamefanyika kwa kuhusisha jina lako, kwa kuhusisha nafasi yako, kwa kuhusisha cheo chako, kwa kukuhusisha wewe mwenyewe bila wewe kujua. Mungu atawaondoa watu, people using you secretly. Mungu atawaondoa. God will remove such people in your life before he blesses you. Naomba uzingatie hilo sana. Ni muhimu sana, kwa sababu nakuta mtu yuko kwenye mahusiano akiachwa. Jamani, nilikuwa nampenda sana. Sikiliza nikuambie, kama mtu hajakuwa mume wako ama hajakuwa mke wako, akiondoka, akiamua kuondoka, mwache aondoke. Hapana kungangania. Katika kungangania utajikuta umejiingiza mwiba mwenyewe. Sikiliza nikuambie, kilicho cha kwako kitabaki, ambacho Mungu amekileta kwenye maisha yako kitabaki. Listen to me, kitabaki. Wapo wengine mpaka wanajipelekea kufanya hatua ngumu kwenye maisha yao. Wengi wanajichukulia hatua nyingine mpaka wanabadilika, mpaka wanaenda kwenye maeneo wasingelitakiwa kuenenda, kwa sababu eti tu ameachwa na kijana ambaye alikuwa jielewi, ameachwa sijui na binti ambaye alikuwa jielewi. Listen to me, this is the counselor telling you kwamba kila atakayeamua kuondoka kwenye maisha yako, mtu wa Mungu, achilia. Jifunze kuachilia. Learn how to let go. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 8 ambalo Mungu ataliondoa kwenye maisha ya mtu kabla ya kumbariki ni laziness disguised as a peace. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni muhimu sana. Naipenda sana. Naomba nirudie kwa Kiingereza, maana kwa Kiingereza inasemekana vizuri sana. Laziness disguised as a peace. Yaani uvivu uliojificha katika amani. Oh my God. Uvivu uliojificha katika amani. Hivi unajua watu wengi ni wameokoka, wanasema wanaokoka, ni waamini wa Kristo, lakini they can't pray. They don't have a life of prayer. Yaani wao na maombi, wao na usomaji wa neno, they are not there. Yaani mwaka unaweza ukaanza, mwaka ukaisha, hajawahi kukaa katika maombi yeye mwenyewe. Kitu ambacho it's very very dangerous, ambacho ni cha hatari sana. Kuna watu ni wavivu, na lakini katika uvivu huo, yani unamkuta tu anajisikia amani. Yeye na Bible study haiko huko, yeye na ibada
ya maombi hayuko, yani kujenga maisha yake ya maombi hayuko huko. Usomaji wake wa neno yani very down, uko chini sana, lakini bado anajisikia amani. Pamoja na uvivu alionao, pamoja na uvivu ulionao, bado unajisikia amani. Ujue ya kwamba haujakuwa tayari kupokea baraka za Bwana. Ni lazima uvivu uliofichika katika amani ni lazima uondolewe. Uvivu uliojificha kama amani ni lazima uondolewe. Laziness disguised as a peace ni lazima uondolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 9 ni doubt that kills your vision. Doubt that kills your vision ni jambo la 9 ambalo Mungu ataliondoa kwenye maisha yako kabla ya kukubariki. Na hii ni muhimu sana unapoendelea katika mwaka huu. Ni muhimu sana kuzingatia hili. Kwa Kiswahili tunasema shaka inayoua maono yako. Doubt that kills your vision. Mashaka ama shaka inayoua maono yako. Yaani haujiamini kwamba mimi ndiye nitafikia hili jambo. Haiwezekani. Yaani haiwezekani. Maono yako yanaanza kufa moja badala nyingine. Kitabu cha Mithali, Proverb chapter 16. Kitabu cha Mithali sura 16 mstari wa 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Njia za mtu ni sawa machoni pake yeye mwenyewe, lakini Bwana uzipima mioyo za watu. Sikiliza. Mashaka ni sumu ndani ya moyo wa mwanadamu. Mashaka ni sumu inayoua maono ya mtu. Pole pole tena mdogo mdogo. Nimalizie na jambo la 10 ambalo Mungu ataliondoa ili aweze kubariki, ama kabla ya kukubariki, ni environment that drain your spirit. Environment that drain your spirit. Kwa Kiswahili tuweke namna hii. Natafuta neno la Kiswahili la environment. Mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mazingira ambayo yanaondoa roho yako ama yanaua roho yako. Environment that drains your spirit. Mazingira ambayo yanaporomosha ama yanaondoa roho yako, roho ndani yako. Yaani kumbuka kwamba unaweza ukawa na vitu vikuu ndani yako. Ni lazima uwe na picha halisi kwenye ulimwengu wa roho, na ikaingia ndani ya roho yako, na roho yako inatupa kwenye nafsi yako, na nafsi yako inatupa kwenye mwili, na ndipo vinatokea. Kama hujakuwa na ability na uwezo wa kulitoa jambo rohoni ukaliingiza kwenye nafsi mpaka likatoka nje likaonekana, bado ungali katika hatari. Ndiyo maana maombi ni kitu muhimu, kwa sababu maisha ya maombi yanakusaidia wewe lililo rohoni liweze kuja mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha kwamba haya mambo 10 yanaondolewa kwenye maisha yako, na utaanza kuona baraka ya Mungu ikisogelea maisha yako. Alama ya kujumuisha 2778624371. Unahitaji msaada wa kiroho, unahitaji ushauri wa kiroho madhabahuni, wasiliana nasi kwa namba hiyo. Haujaokoka? Wakati wa kuokoka ndio huu. Wasiliana nasi kwa maelekezo kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu akubariki sana. Wagawie na wengine, na Yehova akutunze. Uwe na wakati mzuri. Shalom. Wanadamu waweza sema sitaweza, wanaweza sema nitashindwa mimi, wanaweza sema nitakufa, mimi sitakufa, mpaka mwisho nitaishia haki za Mungu tu.
sitaweza. Wanaweza sema nitashindwa mimi, Sitashindwa, wanaweza sema nitakufa, mimi sitakufa, mpaka mwisho nitaishi ahadi za Mungu.